Naam, mtazamaji, kufuatia lile jambo ambalo lilikuwa limetokea katika ofisi ya GSM, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Ommy Dimpoz alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamepata nafasi ya kupewa kitengo pale GSM kama Head of Creative Department. Yani alikuwa yuko katika sekta ya ubunifu na alikuwa analipwa pesa nzuri bwana. Kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata za ndani kabisa ni kwamba inasemekana kwamba Ommy Dimpoz alikuwa anaingiza takriban milioni 30 kwa mwezi kama mshahara, na hivi karibuni inasemekana kwamba kuna quarrels ambazo zimetokea kati yake yeye na tajiri wa GSM pale, ambapo zimepelekea Ommy Dimpoz kutupwa nje ya geti. Yani amefukuzwa kazi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa hatujapata mrejesho kamili kwamba kama ni tayari kuna mtu mwingine ameshapata hiyo nafasi au kama kuna vitu vingine ambavyo vinaendelea, labda kuna mtu mwingine amepewa hiyo nafasi au Ommy Dimpoz amerudishwa kazini baada ya kuomba radhi. Lakini ndio kitu ambacho sasa hivi tunakisikilizia. Kila mtu amekuwa akitoa maoni yake, na hii issue tumeshaizungumza sana katika video zilizopita kwamba sababu ambayo imemfanya Ommy Dimpoz kufukuzwa ni nini. Wengine wanasema kwamba kuna deal ambalo Ommy Dimpoz alikuwa anataka kupiga cha juu, ambapo imeonekana kama vile imempotezea uaminifu kwa bosi wake. Lakini pia kuna maneno mengine wanasema kwamba kuna kitu ambacho alikizungumza kuhusiana na foundation ya GSM ambayo ilikuwa inashirikiana na CCBRT kwa ajili ya kutoa msaada. Lakini at the end of the day kilichokuja kutokea ni kwamba kuna maneno ambayo hayakuwa ya busara ambayo Ommy Dimpoz aliyazungumza kimasihara, kwa sababu yeye ni shabiki wa Simba na pale GSM ni sponsor wa timu ya Yanga. Sasa kuna vitu ambavyo alivizungumza vya mambo ya utani wa jadi katika issue serious kama ile, ni kitu ambacho kilikuwa kimeenda kinyume na makubaliano ya mkataba wa Ommy pale GSM. So hiyo pia watu wanasema kwamba ni moja kati ya sababu. Kwa hiyo kuna sababu hizo mbili ambazo zimekuwa zikisambaa huko mitandaoni, ambazo hizi zote ni allegedly, yani ni vitu ambavyo vinasemekana. Sasa leo Baba Levo bwana amekuja kuzungumzia hii issue, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram Baba Levo ameposti kuhusiana na hiki kitu. Wanakuambia kwamba tajiri, msamehe kijana, mmefanya mengi. Umeona, yani Baba Levo naye pia amekuja kushiriki katika swala zima la kumwombea Ommy Dimpoz msamaha pale GSM arudishwe kazini. Kwa mujibu wa page mbalimbali zimeripoti kuhusiana na hii habari, wameandika kwamba bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram Baba Levo amemwombea msamaha Ommy Dimpoz kwa kuandika ujumbe ufuatao. Ni kwamba Baba Levo ameandika hivi: homeboy Ommy Dimpoz, najua kuna watu wengi sana wamefurahi kuona umeingia kwenye matatizo, ila kwangu mimi bwana na kuombea sana, Mungu akujalie tajiri arudishe moyo nyuma yaishe. Akaendelea kusema kwamba natamani kukuona ukiwa na furaha tena. Naona Baba Levo bwana ndo mtu ambaye tunajua kabisa kwamba ndo mtu ambaye anatoboaga siri. Kwa kama amesema kwamba anatamani kumuona Ommy Dimpoz akiwa na furaha tena, it means kwamba huenda labda Ommy sasa hivi hana furaha. Umeona Ndio maana Baba Levo hapa amekuja kumalizia kusema kwamba natamani kukuona na natamani kuwaona mkiwa na furaha tena. Umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo vipo ambavyo vinasemekana vinaendelea huko. Lakini pia vile vile akaendelea hapa Baba Levo kusema kwamba endelea kumuomba msamaha kiongozi, naamini atakusamehe, mmeshafanya mambo mengi pamoja na tajiri ni mtu muungwana sana. Kwa hiyo Baba Levo ameshiriki na yeye pia miongoni, yani amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanamuombea msamaha Ommy Dimpoz arudi kazini pale GSM. Umeona bwana. Sasa Juma Lokole naye pia amekuja kuweka comment hapa, amesema kwamba umeona utafute njia rahisi ya kutuhadisia. Umeona bwana. So hapa Juma Lokole amekuja ku comment akiwa anamaanisha kwamba Baba Levo alikuwa anatafuta njia rahisi ya kuhadisia watu, maana kukaa na jambo moyoni huwa hawezi. Kwa hiyo hapa Juma Lokole amekuja kuandika kwamba umeona utafute njia rahisi ya kutuhadisia, maana kukaaga na jambo uwaga uwezi wewe. Umeona bwana. So kama nilivyosema, Baba Levo ndo mtu ambaye anatoaga siri nyingi sana za ndani. Umeona Kwa hiyo hii hapa ni nyingine inaonyesha kwamba hakuna furaha kwenye maisha ya Ommy kwa sasa. Baba Levo amekuja kuposti huko. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.